asifiwe sana, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yake yanaanzia kule Lindi. Mimi ndugu yenu mtumishi wa Bwana mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma, Tanzania. Na wakati tena mzuri wa usiku wa leo tuweze kutafakari neno la Mungu kwa pamoja, na Roho Mtakatifu atuwezeshe sote kwa pamoja kuweza kuelewa kwa undani kile ambacho Bwana Mungu anasema na sisi. Wakati huu naomba tuombe. Bwana wetu Yesu, Mwokozi wa ulimwengu uliye hai, uliye mwaminifu sana, nakushukuru wewe kwa sababu ya wema wako na upendo wako na ukuu wako ambao ni mwingi, jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umetupa uzima, umetupa afya, umetuponya na umetulinda na magonjwa na madhaifu mengi, na umetupa siku nyingine tena ya kujifunza na kusikia kutoka kwako. Sema nasi Bwana katika wakati huu wa usiku wa leo, katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, katika nyakati hizi nimekuwa nikisikia mzigo mkubwa moyoni wa kuzungumza juu ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Na katika kichwa cha somo langu la jioni leo nimeandika kwamba usikose kwenda mbinguni baada ya kumaliza kazi ya Mungu uliopewa hapa duniani, au baada ya kulitumikia kusudi au shauri la Mungu katika maisha yako hapa duniani. Usikose, hakikisha hukosi kuingia mbinguni. Na haya ndio hasa mambo ambayo mimi nasikia ndani ya moyo wangu mzigo mkubwa sasa wa kusema na wengi ambao wanaweza kunisikia kutoka katika runinga hii, na wakati mwingine hata ninapokuwa nje ya runinga, lakini nasikia sana moyoni kuwakumbusha watu, kuwashauri watu, kuwatia moyo watu kwamba hakikisha katika maisha yako swala la kwenda mbinguni unaliwekea kipaumbele, unaliwekea mzigo zaidi kuliko kitu kingine chochote. Sasa tunasoma maandiko katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Paulo anasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya haya nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Watu wote ambao shauku yao, kiu yao ni kuingia mbinguni. Hii ndio ilikuwa shauku kubwa sana ambayo ilikuwa ndani ya Paulo, na nyaraka zake nyingi unaona anaeleza habari ya mbinguni. Sehemu nyingine Paulo anazungumza, anasema, ndugu zangu, natapenda kuwatia moyo kwamba msihuzunishwe
na wale watu waliokufa katika mauti. Ukasema Paulo kwamba kwa maana Mwokozi wetu Yesu atarudi tena, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, na walio hai watabadilishwa, halafu wote kwa pamoja watanyakuliwa hewani ili waweze kuingia mbinguni. Paulo anazungumza juu ya jambo hilo katika kitabu kile cha Thesalonike na maeneo mengine mengi, na katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 na mstari wa 27, na hasa tukianzia mstari wa 26, nasema hata mimi, yani Paulo, napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kwa ubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, kuna uwezekano mkubwa wa watu wengi kukataliwa pamoja na nafasi walizonazo katika huduma. Inawezekana wengine wanafanya kazi nzuri kanisani, inawezekana ni mwimbaji mzuri, inawezekana ni shemasi, inawezekana ni mtu anayefanya huduma ya aina yoyote, inawezekana kuwa ni mchungaji au mtume au nabii. Lakini kama Paulo alivyosema, na utesa mwili wangu na kuutumikisha, ili nisije nikawahubiri watu habari za ufalme wa mbinguni, nikawahubiri watu habari ya njia ile, lakini mwisho wake mimi nikakataliwa. Kama Paulo aliweka tahadhari hiyo kubwa katika moyo wake, ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, nimekuja kwako leo kusema na moyo wako kwamba kama kuna jambo la muhimu katika maisha yako la kulizingatia na kuliwekea umaanani na kuliwekea kipaumbele katika ufahamu wako, kwamba usikose kabisa kuingia katika uzima wa milele. Usikose kabisa, kwa sababu kuna kukataliwa. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Yesu mwenyewe anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Asikiliza anachokisema. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hebu fikiria haya maneno makubwa mazito sana ambayo Yesu aliyasema hapa, kwamba wako watu kabisa ambao utawaona wakitumika kwa mambo makubwa ya kushangaza ya Mungu, kwa jinsi ambavyo watu watashangaa. Wataona watu wakifanya miujiza mikubwa, wakiombea wagonjwa wakipona, wakifufua wafu,
wakifanya mambo mengi makubwa sana, lakini anasema hawa nao kuna uwezekano mkubwa wa wengine kukataliwa kabisa kuingia mbinguni. Tunapopita katika mistari hii na tunapoijua ya kwamba tunapozungumza habari ya mbinguni au uzima wa milele au maisha baada ya kufa, maisha ya mwanadamu anayeishi chini ya dunia, kama alivyosema Ayubu ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi duniani si nyingi. Yaani hata kama utaishi miaka 100, lakini katika ule umilele ujao siku hizo ni chache mno, ni kama tone katika umilele unaokuja, ni tone baharini. Miaka 100 yako unayoishi, miaka 100 yako unayoishi hapa duniani, au miaka 70 au 80, ni tone katika umilele ambao uko mbele yetu. Sasa haya maisha ambayo mwanadamu anaishi duniani, maandiko yanasema maisha yake mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni mafupi sana. Halafu anasema Ayubu, tena yamejaa taabu. Unaona, ukifuatilia muda ambao mwanadamu anacheka na kufurahi na muda ambao mwanadamu anapita katika vikwazo na vilio vingi na huzuni, kukwazika, kusemewa vibaya, kupita kwenye magonjwa, kupita kwenye dhiki, kuonewa, kufanyiwa chochote, kusulubiwa, ni muda huo ni mkubwa zaidi ukilinganisha na wakati ambao mwanadamu amejaa kufurahi na kucheka. Kwa hiyo haya maisha ambayo mwanadamu anaishi duniani ni maisha mafupi sana, lakini kuna umilele, kuna maisha ya milele baada ya kufa. Kuna maisha ya milele na milele baada ya kufa. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kwamba usipokuwa makini utaweza kujikuta umekufa na umilele wako ukadumu katika mateso na jehanamu ya moto, ukaishi katika mateso na jehanamu ya moto. Maana yake unateseka milele na milele, maana yake haina mwisho. Unaposema milele, maana yake hakuna mwisho, hakuna ukomo, hakuna kwamba baada ya hapo itakuwa nini. Maana yake ni milele. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, haya mambo yanayokueleza ni mambo ambayo yanaweza kutokea kwako muda wowote kuanzia sasa, sekunde yoyote kuanzia sasa. Unaweza kushangaa umekata roho, unaweza kushangaa umeondoka katika ugonjwa, au hata kama hujaondoka katika ugonjwa, unaweza kuwa unatembea tu barabarani lakini ghafla ukakatika. Naona, halafu baada ya hapo unakuwa na umilele, aidha mbinguni, aidha motoni, aidha kwenye uzima wa milele pamoja na Bwana, au motoni pamoja na shetani na malaika zake. Kwa hiyo somo langu jioni leo nalisema na wewe kwa mzigo kabisa kutoka katika moyo wangu, kwamba kama kuna jambo ambalo hutakiwi kulifanyia utani, kama kuna jambo ambalo hutakiwi kulibeza, ni hili swala la kuingia mbinguni, kwamba wewe uwe miongoni mwa watu watakaoingia mbinguni. Usije ukakosa kuingia mbinguni. Na wakati mwingine kwenye ufahamu wangu kupitia maandiko haya, tutakapofika mbinguni tutashangaa mambo ya ajabu sana. Utashangazwa sana mbinguni
kwamba wakati mwingine kuna watu ambao tulidhani kabisa kwamba kulingana na jinsi walivyo na title zao duniani na namna ambavyo wanakuwa wanaonekana katika maisha ya duniani, unasema hawa hawatakosa mbinguni, huyu atakuwa namba moja mbinguni. Halafu utashangaa mtu yule ambaye ulimdhani kwamba utamwona mbinguni, utakuta hayupo, amekosekana kuingia, ameshindwa kuingia. Lakini utashangazwa zaidi tena wakati utakapowaona wale ambao hukudhani, hukufikiri, hukuwaza kwamba wanaweza kuingia mbinguni, ukawashangaa wakawakuta wako kule mbinguni. Itakushangaza sana. Kuna mambo yatatushangaza sana mbinguni. Kuna watu wanaishi katika ulimwengu huu sasa, lakini swala mbinguni wameliweka nyuma yao, wameliweka kwa ajenda ya 3 au ya 4, lakini wanawaza tu maendeleo ya kuishi duniani, mafanikio ya duniani, kujilimbikizia mali, kujiwekea fedha, mafanikio. Ndugu yangu, na kwa sababu sisi wahubiri wengi siku za leo tumefahamu kwamba ajenda kubwa iliyo katika akili za wanadamu wengi ni mafanikio ya hapa duniani. Ndio maana sisi wahubiri wengi tunahubiri mafanikio ili tukupate. Tunahubiri mafanikio, tunahubiri upokee magari, tunahubiri upokee nyumba, tunahubiri upate passport ya kwenda Ulaya, tunahubiri hivi vitu vyote ambavyo tunaweza kuvikazania kuvihubiri. Vitu ambavyo wako watu ambao hawajaokoka kabisa, hawamjui Mungu kabisa, lakini wanavyo tena tele. Nilienda mahali, nilikuta mtu, niliona yadi ya magari, kwa tunapita barabarani, malori makubwa, yadi ya magari. Mtu mmoja kaniambia haya magari haya, nikashangaa, bora magari mengi haya ya mtu mmoja. Akasema haya unayoona hapa ni sehemu tu ya magari ya huyu mtu, haya ni yale ambayo ndio imeingia, lakini yako ambayo yako barabarani, yako ambayo mengine yako Kongo, mengine yako njiani yanakwenda, mengine yanarudi, na haya ndio ambayo sasa yapo. Akasema huyu anayo malori zaidi ya malori 700 yenye tela, zaidi ya malori 700, mtu mmoja. Lakini sio kwamba ameokoka, sio kwamba anahubiri habari za Yesu, lakini amefanikiwa katika uchumi, katika maendeleo ya macho yanavyoonekana. Na watu kama hao wapo wengi tu, lakini huzuni kubwa ni hii ambayo Yesu alisema, itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote lakini akapata hasara ya nafsi yake? Kama atapata kila kitu, kama atapata magari, kama atakuwa na manyumba, hii Dodoma yote zikaitwa nyumba za mtu fulani, Dar es Salaam yote zikawa nyumba za mtu fulani, magari yote yanayotembea barabarani yakaya mtu fulani, lakini mwisho wa siku akatupwa jehanamu na kakaa hapo milele na milele. Ni huzuni iliyoje! Kwa hiyo sikatai sana kwamba Mungu habariki watu, sikatai sana kwamba tusihubiri mahubiri ya watu kwamba wanaweza kubarikiwa wanapompata Yesu, kwa sababu yapo katika Biblia. Watu wanaponywa wanapomjia Yesu, yapo katika Biblia. Lakini walioponywa wanaponywa leo, lakini baadaye wanakufa tena, watakufa tena. Hawa ambao wamefanikiwa leo baadaye watakufa tena, wataacha hizo mali.
Nini cha muhimu katika maisha ya mwanadamu? Nini cha muhimu katika maisha yako? Uzima wa milele. Uzima wa milele. Usikose kuingia mbinguni. Hili ni la muhimu sana sana katika maisha yako. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ninakusihi katika jina la Bwana, hebu uanze kuchukua hatua ya kujipambania maisha yako ya baadaye, ambayo hujui majira wala wakati ambapo Yesu Kristo atarudi na wewe utaondoka katika dunia hii, hujui. Lakini jioni ya leo nakusihi sana, unapokuwa katika runinga unisikiliza, uchukue hatua. Mengi ambayo unayasumbukia na kuyatafuta na kuyawazia sana ni mambo ya muda mfupi, ni mambo ya kitambo. Paulo anasema yanayoonekana ni ya muda tu, lakini yasiyoonekana ni ya kudumu, ni ya kudumu. Haya ambayo tunayasumbukia, ambayo yanaonekana katika ulimwengu ni ya muda, ni ya muda mfupi, lakini yale ambayo hayaonekani ni ya milele na milele na milele. Kwa hiyo ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM, na kusihi katika Bwana kwamba ukubali kujitoa katika mawazo ya kubaki katika ulimwengu huu kana kwamba utaishi hapa siku zote. Lakini chukua hatua sasa ya kuangalia juu, uone kwamba wakati wa kurudi kwake Bwana umekaribia. Sasa Paulo anazungumza maneno haya, kwamba katika wakati wake wote alioishi duniani, hasa kipindi alichompata Bwana Yesu na kuokoka, alizingatia mambo makubwa matatu ili amfanye aingie mbinguni. Alihakikisha katika maisha yake ya wokovu aliyokuwa ameupokea kuzingatia mambo makubwa matatu ambayo jioni leo nataka uyasikilize na uyachukulie umakini, kama hakika unatamani kuingia mbinguni. Paulo anasema katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari ule wa 7, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Malaika amefanya mambo matatu. La kwanza, amevipiga vita vizuri. La pili, ameumaliza mwendo, na la tatu, ameilinda imani. Katika mambo haya matatu ambayo Paulo aliyafanya kwa nguvu zake zote, anasema kwa baada ya haya sasa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Maana yake na watu wote ambao watatembea kwa msingi huu, wataishi kwa mtindo huu, wakivipiga vita vizuri, wakihakikisha kwamba mwendo unaumaliza, na wakihakikisha kwamba imani wameilinda. Kwa mambo haya matatu nataka niyaseme kifupi ili uyazingatie wewe mwenda mbinguni. Ndugu yangu ambaye wewe na mimi tunakwenda mbinguni, tunakubali, tunakaza njia ya kwenda mbinguni, mambo haya matatu ni ya kuzingatia. La kwanza nasema nimevipiga vita vizuri. Habari ya kuvipiga vita lazima kwa yoyote aendaye mbinguni afahamu kwamba kuna vita mbele yako. Maana yake mbele yako yuko shetani kipingamizi anayezuia. Sikiliza, shetani
hataki kuhakikisha yoyote anaingia mbinguni. Ameapa na amekusudia na amejipanga kisawasawa kuhakikisha hakuna mtu hata mmoja anaenda mbinguni. Na ili kwamba tuweze kwenda mbinguni, lazima tuhakikishe tunapigana vita na adui na kumshinda ili tupenye kuingia mbinguni. Kwa la kwanza ni kuvipiga vita. Na anaposema vita, alafu asema nimevipiga vizuri, hazungumzi habari ya vita vya kidunia. Anazungumza vita katika ulimwengu wa roho. Labda nikupe maandiko hapa uone vita vyako viko wapi, upande gani ambao unahitaji kupigana ili kwamba baada hapo uingie mbinguni. Katika kitabu cha Efeso ile sura ya 6. Kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 12. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Yaani vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama. Ukisoma mstari wa 10 nasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Naona. Kwa hiyo sasa mstari wa 12 asema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Naona. Asema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Maana yake tuna vita katika ulimwengu wa roho. Shetani anahakikisha akitumia majeshi yake kupambana na kila mtu ambaye ana wazo la kwenda mbinguni. Anapigana na wewe katika hali zote. Anahitaji kuhakikisha kwamba huingii mbinguni. Anahitaji kukuingizia maroho mabaya. Anahitaji kukuingizia uchafu katika akili yako, uchafu katika matendo yako. Lakini lazima uhakikishe kwamba umevipiga vita vya Bwana na adui umemshinda. Naona? Ninazungumza jambo hili la muhimu. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari ule wa 3. Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Unasikia? Unaweza kushangaa kwamba watu fulani unawaona wanapambana wewe, iwe ofisini, iwe nyumbani, iwe kwenye biashara, iwe kwenye shughuli mbalimbali. Ukaona kabisa kwamba kuna watu wanapigana na wewe. Sasa Biblia inasema hata kama tunaishi katika mwili, Biblia inasema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Mstari wa 3 anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo nataka nizungumze na wewe ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ambaye hakika yake una shauku ya kumwona Mungu. Lazima ufahamu kwamba katika maisha haya unaishi ni maisha ambayo yamejawa na vita katika ulimwengu wa roho. Shetani anapambana na yoyote yule ambaye amekusudia kumwona Mungu. Shetani ni adui na mpingamizi mkuu wa Mungu. Yeye anashughulika na watu wa Mungu, anahakikisha kwamba huendi mbinguni. Lakini Mungu anasema ametuvika silaha ambazo zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome.
lazima uhakikishe kwamba una wakati wa kutosha wa kuomba katika roho, una wakati wa kutosha wa kufunga na kuomba, una wakati wa kutosha wa kusoma neno la Mungu. Biblia inasema kwamba Biblia ni upanga wa roho. Nasema neno langu ni upanga wa roho. Kwa hiyo unapokuwa ukisoma neno la Mungu na ukiomba, unaufanya ule upanga unakuwa na makali ambayo unaweza kumshambulia adui na ukamshinda adui. Naona nataka niseme na wewe mtumishi wa Mungu kwamba ufahamu kwa namna yoyote, kwa jinsi yoyote, na katika hali yoyote ulionayo, uwe una pesa usiwe na pesa, uwe maskini uwe tajiri, uwe katika nafasi ya juu katika serikali au ya chini, uwe ni mfanyabiashara mkubwa au mdogo, lakini ufahamu maadamu tu umeamua na umekaza nia ya kwenda mbinguni, ujue umeanza vita. Labda nirudie kusema hivi, siku unapoamua kunyoosha mkono wako na kusema sasa nampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unapoamua tu tayari umetangaza vita na tayari umeingia kwenye uwanja wa mapambano. Shetani atapigana na wewe ili kuhakikisha unarudi nyuma, kuhakikisha unakata tamaa, kuhakikisha unavunjika moyo. Atapambana na wewe kwenye biashara yako, atapambana na wewe kwenye ndoa yako, atapambana na wewe kwenye familia, atapambana na wewe kazini, atapambana na wewe popote pale, ili kuhakikisha kwamba unakata tamaa, unavunjika moyo, unarudi nyuma, unashindwa. Sasa ndio maana maandiko yanasema vaeni silaha zote za Mungu muweze kushindana siku za uovu. Unaona? Na maandiko yanasema tumevikwa silaha, lakini maandiko pia yanazungumza ya kwamba tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za ule adui, wala kuna kitu kitakachotuzuru. Lazima utumie mamlaka hayo, utumie silaha ulizopewa kuhakikisha unazifanyia kazi na unaingia vitani na unamshinda shetani katika jina la Yesu aliye hai. Ndugu yangu, safari ya mbinguni si lele mama. Safari ya mbinguni si tu ya kuongea tu, mimi naenda mbinguni. Ni swala la mapambano. Na ndio maana Yesu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana, lakini wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme wa mbinguni. Wenye nguvu, wenye uwezo wa kushindana. Huwezi kuwa mlegevu, huwezi ukaweka silaha chini halafu ukadhani ya kwamba utaingia mbinguni. Shetani hata kupigia makofi hata siku moja na kukushangilia kwamba unaenda mbinguni tu, atapigana wewe mpaka tone la mwisho. Lakini hakikisha unasimama imara ukiwa umevaa silaha za Mungu. Na ukiwa umevaa silaha za Mungu utamshinda shetani, kwa sababu silaha za Mungu zimehakikishwa kwamba zilishinda, na waliozivaa hizo silaha walishinda, na mpaka leo wamekuwa mashahidi wanaoweza kutoa ushahidi wao kwamba wamekaa duniani na wameshinda, na sasa wako mbinguni. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, ni vita ndugu yangu. Nikisoma maandiko ya wazi kabisa, naona jinsi watu walivyotoa uhai wao waliopanga kuingia mbinguni. Ninaposoma historia, naona watu waliomwaga damu, waliokufa kwa sababu ya imani, waliokufa kwa sababu walisimama na kudai wao wanataka kwenda mbinguni, na wanamjua Bwana na wameijua ile njia, kwa sababu Yesu alisema mimi ndio njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na akasema ninyi nimewachagua na sio ninyi mlionichagua, na ndio maana
ulimwengu hauwatambui, sababu ulimwengu unawatambua walio wake. Kwa hiyo unapokuwa umeamua kwamba una safari ya mbinguni, ujue kuna kukataliwa, ujue kuna kuudhiwa, ujue kuna kuteseka, unajua kuna kufanya hivi, kwa sababu tu umekaza kwenda mbinguni, umekaza kwenda mbinguni. Kwa hiyo vita lazima uvipige. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na wa Radio FM, narudia kuzungumza na wewe ndugu yangu, safari ya mbinguni si lele mama. Ukiwa kweli umeamua kupita katika njia hiyo, maandiko yasema njia ya mbinguni ni nyembamba na mlango umesonga, njia yake imesonga, mlango mwembamba na njia imesonga iendao uzimani. Anasema nao ionayo ni wachache. Kwa nini? Vikwazo, vizuizi ambavyo utavipitia, lakini lazima usimame imara. Ndio maana mtumishi wa Mungu anazungumza hapa kwenye kitabu kile cha Warumi. Anazungumza kwenye kitabu kile cha Warumi, mtumishi wa Mungu. Warumi sura ya 8. Mstari ya mwisho asema, mstari ya mwisho mstari 35 asema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Mstari 36 asema, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Naona halafu mstari 38 anasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala aliyoko wala atakayokuwepo wala wenye uwezo wala aliyo juu wala aliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Maana yake ni kwamba hivi vitu vyote vipo na vitapambana na wewe mwanadamu: njaa, uchi, hatari, upanga na kila namna ya kukataliwa itatokea katika maisha yako, ikiwa kabisa umeamua umekaza kwenda mbinguni. Lakini Paulo anasema katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda, ukiwa umevaa zile silaha za Mungu. Ukivaa silaha za Mungu na ukaingia vitani, ukaamua kuvipiga vita, utaona ushindi na hatimaye ingie mbinguni. Ndugu yangu, narudia tena, usije ukaacha kuomba, usije ukaacha kufunga, usije ukaacha kusoma neno la Mungu, usije ukaacha kukaa na kujifunza ndani ya nyumba ya Mungu, usije ukaacha kuwa na wakati, kuwa na upweke wa kumtafuta Mungu peke yako nyumbani mwa Mungu au chumbani mwako au mahali fulani, ukautenga muda wako na Mungu. Ujue kwamba wewe si mwenyeji wa dunia hii, wewe ni mgeni na mpitaji katika ulimwengu wa sasa. Hakikisha unavipiga vita vya Bwana. Kwa hiyo Paulo anasema hilo la kwanza ambalo nimelizingatia, na mimi nimelipa ingalau kamda fulani kusema na wewe uchukue hatua ya kutosha katika jambo hili. Lakini jambo la pili, kwa mtu aendaye mbinguni, Paulo anazungumza katika kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 4 mstari wa 7, anasema nimevipiga vita vizuri, halafu mwendo nimeumaliza. Alapo Paulo anazungumzia juu ya mwendo wa huduma. Mwendo wa huduma, kila mtu ambaye ameokoka, anamcha Mungu, anampenda Mungu, ufahamu kabisa kwamba katika siku ya mwisho na baada ya kufa na baada ya kuchakuliwa kwenda mbinguni, kila mtu aliyeokoka mcha Mungu atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Haya tunasoma
kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, naona Wakorinto wa kwanza tunasoma, atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ufahamu kwamba kuna hukumu za aina tatu. Hukumu ya kwanza tukiacha ile hukumu ya shetani mwenyewe na malaika yake, lakini kuna hukumu ya watakatifu. Hukumu ya watakatifu. Watakatifu watakwenda kusimama mbele ya Mungu wakahukumiwa. Hukumu hii ya watakatifu ni hukumu inayohusu kazi, utendaji wa kazi ambayo Mungu amekupa. Hukumu hii inahusu kazi. Labda nikusomee kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Sikiliza maneno haya. Biblia inasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Lakini kama mtu akijenga, labda tuanzie pale juu. Tuanzie pale juu. Mstari wa 9. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa kadri ya neema niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalia jinsi anavyojenga juu yake. Mstari wa 11. Maana msingi mwingine hakuna awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huu dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu, na wewe unanisikiliza, kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani aliyofanya duniani. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ile mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto tu. Unaona? Kwa hiyo kwa mwenda mbinguni ambaye unawaza kwamba huko ndiko ambako nitakwenda kukaa na kustulia na kustarehe mbele za Mungu na kumshukuru Mungu, lazima ufahamu kwamba umepewa kazi, umepewa wajibu wa kufanya, na huo ndio unaitwa mwendo. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu anazungumza juu ya wale waliopewa dinari. Mwingine alipewa 5, mwingine alipewa 2 na mwingine akapewa 1. Unaona? Halafu yule mwenye 5 alizalisha akapata 5 nyingine, mwenye 2 akazalisha akapata 2 zingine, mwenye 1 akaificha kuifanyia kazi, halafu akaificha kwenye mchanga, na alipokuja mwenyewe aliyowapa, basi huyu aliyekuwa na 5 na amezalisha amepata 10, maandiko yanasema akapewa miji 10 ya kumiliki, ya kutawala. Na huyu mwenye 2 aliyezalisha akapewa miji mingine, lakini mwenye 1 akakutwa hana hajazalisha. Maandiko yanasema, Biblia inatuambia wazi wazi kwamba akanyang'anywa, halafu akatupwa kwenye giza la nje. Maana yake ni kwamba kila mtu umepewa huduma. Anaposema nimemaliza mwendo, maana yake amehakikisha ule wito ambao Mungu amemwitia, ile huduma ambayo Mungu amempa, ameifikisha mwisho kama Mungu alivyotaka afike. Unaposoma maandiko haya, tunaweza kuona habari ya Daudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari 36. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari 36 asema, kwa maana Daudi akisha litumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala kuanzia mstari wa 22 asema hivi, basi sasa angalieni, maneno haya aliyasema Paulo, nashika njia kwenda Yerusalemu, hai nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Mstari wa 23, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji ulishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Mstari wa 24, huu ni makini sana, msikilize Paulo anavyosema. Asema, lakini sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyoipokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Unaona? Sihesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani zaidi ya kumaliza mwendo wa huduma yangu. Alikuwa tayari hata kupoteza maisha yake, lakini hakikishe kwamba ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yake anaifikisha mwisho, anamaliza ule mwendo. Na ndio maana kule sasa wakati anakaribia kufa anasema mwendo nimeumaliza. Ukisoma haya maandiko, haya maneno sio ya mwisho na ya mwanzo ya Paulo. Kuna maandiko tena ambayo Paulo anazungumza wakati amekutana na mtu anaitwa Agabo. Amekutana na mtu ambaye alishika mkanda wa Paulo wakati Paulo akihutubu mahali fulani, akachukua ule mkanda wa Paulo, mshipi wa Paulo, akajifunga yule mtu. Halafu akasema, mwenye mshipi huu atateswa sana Yerusalemu. Wakati aliposema yule nabii Agabo, ndipo watu wakalia machozi, wakimwambia Paulo siende Yerusalemu. Sasa Paulo alijibu nini pale? Akasema, msinivunje moyo wala msinikatishe tamaa. Akasema sio tu kuteswa Yerusalemu, lakini ni tayari kuuawa Yerusalemu ili kumaliza mwendo wa huduma iliyopewa. Sasa kumbuka kwamba Paulo wakati alipokutana na Yesu akitoka Dameski, wakati anakuja Dameski akakutana na Yesu, akapigwa na nuru kubwa, akaanguka chini. Halafu akawa haoni. Halafu akasikia sauti, simama uingie mjini, utaambiwa ya kupasayo kutenda. Wakamshika mkono, wakamwingiza mjini Dameski. Halafu mtu mmoja aitwa Anania, Bwana Mungu akamwambia, akamtokea akasema, ingia kwenye nyumba fulani, utamkuta mtu anaitwa Sauli wa Tarso, ukamwekee mikono, maana haoni na amefunga na siku 3 sasa. Ukamwekee mikono na alafu kamwombee, halafu ni kipofu atafunguka macho na kuona na atajazwa Roho Mtakatifu. Yule mtu akasema, huyu mtu ni hatari, nimepata habari zake, hata hapa amekuja na barua ili awakamate watu wa njia hii. Huyu mtu ni hatari. Bwana akamwambia, usiogope, nenda. Huyo ni chombo changu kiteule. Unamsikia alichokisema? Alibebe jina langu kwa Wayahudi na kwa mataifa na kwa wafalme, nami nitamwonyesha mengi ambaye yatamfanya apate mateso kwa ajili ya jina hilo. Kwa hiyo Paulo akajua kwamba Mungu amemwita ili aipeleke injili kwa mataifa, kwa Wayahudi, aipeleke injili kwa mataifa na wahubiri wa falme, na akaanza kufanya jambo hilo kwa nguvu zake zote. Akawaendea Wayahudi, akahubiri injili kwao, na matokeo yake Wayahudi, maandiko yanasema, wakamkataa. Na Paulo akasema, kwa kuwa ninyi Wayahudi mmelisukumia neno hili mbali na kujionyesha ninyi wenyewe kwamba mstahili uzima wa milele, basi sasa mimi ninaogeukia mataifa. Kwa hiyo
akawa amewahubiri Wayahudi, na baada ya hapo akaenda kuanza kuhubiri mataifa. Tunasoma wazi wazi kwamba Paulo amefungua makanisa katika mataifa mbalimbali, watu ambao mataifa ni watu ambao si Wayahudi. Kwa hiyo alifungua makanisa kwa Wagalatia huko, alienda maeneo mbalimbali, akahubiri Injili, akaenda huko na huko. Na baadaye sasa, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 20, tunaona Paulo anatoka kwa mataifa, anarudi Yerusalemu. Naona sasa sehemu iliyobaki ni kuwahubiri wafalme. Hata wahubiriji wafalme, Roho Mtakatifu alikuwa anaanza kumuongoza afike Yerusalemu, halafu akamatwe, halafu sasa apitishwe kwa wafalme wakina Agripa, wakina Feliki na wengine wengi, mpaka kwa Kaisari. Naona akiwa mfungwa, lakini akiwa anahubiri habari njema za ufalme. Kwa hiyo Paulo anasema siogopi. Ndio maana sehemu nyingine Paulo hata wakati anahubiri mfalme mmoja alizungumza naye maneno magumu, lakini Paulo akasema, ningetamani ninyi nyote mlioko hapa muwe kama mimi, isipokuwa vifungo vyangu tu hivi. Naona nyote akawahubiri wafalme. Kwa hiyo mwisho wakati anamaliza, ndio Bwana anasema mwendo nimeumaliza. Kwa hiyo ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, hakikisha wewe unayekwenda mbinguni umeitwa katika jambo gani. Huna sababu ya kungoja watu wakupigie makofi, huna sababu ya kungoja watu wakutie moyo, huna sababu ya kungoja upate mshahara. Ingia kazini, jua kwamba Mungu ameniita katika hili, natakiwa niingie nimtumikie, kwa sababu niwe na kitu cha kumpelekea Mungu, hatimaye niingie mbinguni. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo nataka kulimalizia kwa dakika hizi 6 zilizobaki ni kuilinda imani, kwamba hakikisha katika maisha yako wewe mwenda mbinguni unailinda imani. Kitabu kile cha Yuda, naposema habari ya kulinda imani, kitabu kile cha Yuda kinatupa ufafanuzi. Kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 3, Biblia inasema hivi, mstari wa 3: wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mstari wa 20 unasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Imani ambayo naizungumza hapa sio imani ya kidini, sio imani ya dhehebu, ni imani ambayo inakuzungumzia kuishi maisha matakatifu, imani safi, maisha matakatifu, maisha yasiyokuwa na mchanganyiko, kuhakikisha huna doa, huna dosari katika maisha yako unaishi hapa duniani. Ujue kwamba huwezi kumwona Mungu kama hautakuwa na maisha matakatifu, imani takatifu, imani safi, imani ambayo inakataa dhambi, inakataa uchafu, inakataa kuishi maisha ya kigiza, imani ambayo huna mchanganyiko, maisha yako maisha safi mbele za Mungu. Kitabu cha Isaya sura ya 35, napokwenda kumalizia Isaya 35,
Isaya 35 anasema hivi, mstari wa 8 anasema hivi, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya wote, watu wote wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake, hataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Na watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Ndugu yangu, ili uone huo mji, ili ufike mbinguni, lazima uhakikishe una maisha matakatifu. Maisha matakatifu. Maisha matakatifu. Kule mbinguni hawatakuuliza dini yako. Hawatakuuliza dini yako. Wewe unaishi ulikuwa na dini gani? Hakuna umbile la dini kule juu. Hakuna dini ya kwanza wala ya mwisho kule juu. Lakini wapo watakatifu. Na hao watakatifu ni wale waliokombolewa. Waliokombolewa na damu ya mwana kondoo. Lazima uhakikishe kwamba umekombolewa na damu ya mwana kondoo. Umeikubali damu ya Yesu. Umekubali kifo cha Yesu. Umekubali kwamba Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka, na siku ya tatu akafufuka, na baadaye amekaa duniani siku 40, hatimaye akapaa mbinguni. Unamkubali Yesu. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 asema, ukimkiri Kristo Yesu kuwa ni Bwana na ukiamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua katika wafu, utaokoka. Alafu ukishaokoka sasa unaishi maisha matakatifu, na Bwana Mungu atakuwezesha kuishi maisha haya. Na maandiko yanasema, iweni watakatifu kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Ndugu yangu, mtumishi wa Mungu unanisikiliza, hili liwe kwako jambo la muhimu, jambo kubwa, jambo la kung'ang'ana nalo, jambo la kupigana nalo, kufa na kupona usiku na mchana. Mungu akuwezesha katika jambo hili. Na kuombea kwa Mungu. Naomba funike macho. Kama umenisikia, basi funika macho nikuombee. Sema hivi: Bwana Yesu, nimesikia neno lako, na sasa ninakubali kubadilika. Unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Ninakupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi na mfalme wa maisha yangu. Na tangu leo jina langu lifutwe kwenye kitabu cha hukumu, na liandikwe kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yesu, kae ndani yangu, nami nitakaa ndani yako. Na kushukuru kwa maneno haya uliyosema nami. Na sasa, kuanzia sasa nitaamua kuyaishi ili niendelee kukupendeza Bwana Mungu wangu. Na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Sasa nakuombea. Bwana, umkumbuke mtu huyu. Mjalie neema, uzima, kuyaishi haya ambayo ameyasikia na kutembea na hayo, na hatimaye afike mbinguni. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kuomba popote ulipo, tafuta watu ambao wamekaza nia kwenda mbinguni. Watu ambao hawajichanganyi maisha yao na dunia. Watu ambao wamejitenga na mambo ya dhambi. Wameamua kuishi maisha matakatifu. Hawa ndio marafiki zako wa karibu. Utatiana moyo kwa habari ya safari ya mbinguni. Nakutakia usiku mwema. Mungu akubariki sana. Bye bye.
GT. Sibuka TV.